Mabadiliko katika safu ya uongozi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yanaendelea kuleta sura mpya baada ya nafasi ya makamu wa rais kuwa wazi kufuatia kujiuzulu kwa aliyekuwa akishikilia nafasi hiyo Dr. Emmanuel Nchimbi. Hatua hiyo haikuishia kwenye kuondoka kwake madarakani pekee. Chama hicho pia kimemfukuza Dr. Nchimbi wanachama, huku katibu mkuu wa chama hicho Balozi Daktari Asha Rose Migiro akieleza kuwa uamuzi huo umefikiwa na vikao vya chama katika kusimamia misingi, kanuni na maadili yake. Kutokana na nafasi hiyo kuwa wazi, macho sasa yanaelekezwa kwa mtu anayetarajiwa kuendeleza safari hiyo ya uongozi. Jina ni Deogratias John Ndejembi ambaye amependekezwa na chama hicho kushikilia nafasi hiyo, huku jina lake likitarajiwa kuwasilishwa bungeni kwa ajili ya kujadiliwa na kupigiwa kura. Lakini wakati hatua hiyo ikisubiriwa katika nafasi hiyo kubwa ya kitaifa, Ndejembi hakuwa Dodoma akisubiri uteuzi huo. Alikuwa mbali na Tanzania, jijini Washington DC, Marekani. Kutoka Washington hadi kwenye ajenda ya juu ya uongozi wa taifa, jina lake sasa limeingia katika hatua nyingine ya safari yake ya kisiasa. Lakini safari hiyo haikuwa serikalini, na sasa kwa ufupi tuangazie safari yake wakati akiwa katika sekta binafsi na kabla ya kuiva serikalini. Mnamo mwaka 2012 alikuwa meneja wa kampuni ya A1 Outdoor kabla ya kuhamia Smile Communication, ambapo alifanya kazi kama mkuu wa mauzo kati ya mwaka 2012 na mwaka 2014. Safari yake iliendelea katika sekta ya mawasiliano, kujiunga na Tigo mwaka 2014 kama meneja wa kanda, nafasi iliyoshikilia hadi mwaka 2015. Mwaka mmoja baadaye, ambao ni mwaka 2016, akawa mkuu wa masoko wa GSM Group. Hii ilikuwa sehemu ya safari iliyomjengea uzoefu katika uongozi na usimamizi wa sekta binafsi, uzoefu ambao baadaye ungeenda sambamba na safari yake katika siasa na utumishi wa umma. Tangu mwaka 2025 amekuwa waziri wa nishati, na sasa safari yake imefika katika hatua nyingine kubwa zaidi. Hata hivyo, pendekezo la chama si mwisho wa safari. Jina la Ndejembi sasa linakwenda bungeni, ambako wabunge watapata nafasi ya kulijadili na kulipigia kura. Ikiwa itapitishwa, Tanzania itakuwa imefungua ukurasa mwingine katika safu ya uongozi wa juu wa nchi. Hili linabaki mikononi mwa bunge. Hii ni KCU TV, usiache kufuatilia kwa ajili ya taarifa za undani zaidi.